Mchezo. Kwa nini hatuchezi? Kwa sababu Yanga ndio timu ya kwanza kuzaliwa. Unalijua hilo? Hivi vingine vinafuata. Kwa hiyo Yanga ndio atakuwa mtu wa kwanza kuokoa mpira wa nchi hii. Kwa hiyo Yanga ndio timu pekee ambayo ipo kwa ajili ya kuokoa sheria za mpira. Kwa hiyo tunalifanya hili sio kwamba tunaogopa Simba, pana. Tunalifanya hili kwa sababu ya kuokoa mpira wa nchi yetu. Sheria zifuatwe, kanuni zifuatwe. Hatutaki watu wazikanyage kanuni. Kwa ndio maana unaona tuko katika sala hili hapa. Kwa sisi tunafuata sheria na kanuni. Hakuna kipengele kilichomwambia Simba kwa kuwa umezuiliwa kuingia ndani, kunyimwa haki yako ya kikatiba ambayo wewe mwenyewe kuiendea haki yako, hujafuata sheria, hujafuata kanuni. Hakuna kipengele kinachokuambia usilete timu. Yanga kwenye mchezo wa wakati Simba anajifunga Kevin Kijiri, Yanga ndio alikuwa mgeni, si ndio? Yanga alitakiwa kwenda kufanya mazoezi Benjamin Mkapa. Lakini ulimuona alikwenda kufanya? Hakufanya mazoezi. Na wakati huo Simba ndio alikuwa mwenyeji. Simba alikuwa na uwezo wa kufanya vivyo. Lakini sisi tuliingiza timu na tukawafunga. Umeelewa? Kwa ni watu ambao sisi uwezo wa kuwafunga tunao. Tumekutana nao mara 11 kwenye utawala wa JSM. Wameshinda mara moja. Umeelewa? Kwa ni timu ambayo kwetu sisi ni timu nyepesi ambao dharau zilizofanyika vile ndio maana hatutaki kucheza na hatuko tayari. Na kwa lugha nyepesi kwamba kwa mliwakosa kwenye ligi ndio mnasira nao huko kwenye michuano hiyo. Ndio maana nimewaambia wana Yanga, popote ulipo endelea kuomba dua. Waje huku, wasipokuja huku Federation, CRDB Federation, wasipokuja huku wametukimbia. Mmetuogopa. Msipokuja huku mmetuogopa. Mkitolewa na Singida hatutapenda. Tutaendelea kulani vikali. Mnaendelea kudhulumu haki za mashabiki. Msipokuja huku mtakuwa mmeendelea kudhulumu haki za mashabiki. Na msitutambie, msizungumze chochote. Tutakuwa mmetukwaza. Kizinga unawaita sana huko, nasema wana habari sasa hivi. Wanachowaza ni mechi za kimataifa, wanaenda kucheza nusu finali Zanzibar. Sisi wenyewe hatuna habari nao. Sisi tuko busy na CRDB Federation kwa ajili ya kutetea ubingwa wetu. Tuko busy na NBC kwa ajili ya kutetea ubingwa wetu. Wao wakae huko na timu zao wanazokwenda kucheza nao, lakini ukweli ni kwamba huko walipo mimi mwenyewe na ndugu. Mimi baba yangu, babu yangu mzababa kwao ni South Africa. Unaona bwana? Kwa mimi nitakuwa nyumbani. Kwa nyumbani. Timu ya nyumbani na timu ya nyumbani nakuja na nitavuka maji. Nakwenda na mabao saa 8. Utaenda kwa support. Kwa mwana Simba yote ukiniona niogope na mabao saa 5. Wanasema hizo mashindano ya wakubwa. Hakuna mashindano ya wakubwa, wenzao ndio wanakuja huko. Saizi yamekuwa ya wakubwa. Si walisema kombe la kina mama ile? Ndio nakuuliza huko kafu ameendaje? Umekwenda kwenye michuano ya kafu, umetoka huku ukiwa mshindi wa nafasi ya 3. Yaani kwa timu ya Simba ambao tunaifahamu ubora wake, ukubwa wake, sio timu ambayo ilikuwa inashika nafasi ya 3. Mara mwisho kushuhudia Simba imefika nafasi ya 3 kwa lini? Kwa hiyo kuingia kwenye michuano ya shirikisho, kwanza umetoka klabu bingwa, si ndio? Umeshuka chini kwa shirikisho na maana umefeli. Na huku sio umefeli pa sio umefeli pakubwa. Kwa sababu umefeli kwanza kwenye ligi yako, umekuwa nafasi ya 3. Umefeli huku umekwenda shirikisho. Umekwenda shirikisho kupitia mlango wa nini? Nafasi ya 3. Kwa wewe na Coast. Wewe unaenda kumsaidia Coast. Kwa sababu ndio mlikuwa naye kwenye njia moja. Sisi wakubwa, sisi tuko kwenye michuano ya klabu bingwa, tumeondolewa na ndio maana kila mmoja ameondolewa. Ndio maana unaona zimebaki timu ngapi? 4. Kwa hiyo ni utaratibu, usipofanya vizuri unaondolewa. Lakini tuko madaraja tofauti. Mimi niko kwa wakubwa, siko huku shirikisho kwa watu waliofeli. Kwa hiyo msitutambie. Huko sio kuwafundisha jinsi ya kuchukua kombe. Hawatufundishi, huko sio shida zetu. Wale wanatakiwa wafuate nyayo zetu sisi, nyayo zetu. Sisi tumefika wapi? Tumefika finali. Tumemfunga kila mmoja hatua robo finali. Ni nini? Tumeshinda Nigeria. Tumekwenda kushinda nusu finali South Africa, si ndio? Ambako wanakwenda na wao. Tunataka wakashinda. Tunakwenda kushinda sisi finali ugenini tena kwenye mazingira magumu, si ndio? Unaona wataenda kuchukua ubingwa. Siwaoni. Sio kuchukua ubingwa tu, kufika hapo nusu finali tu hawafiki. Wewe unategemea mafuta ndio kufikisha baba. Naamini wanatolewa na Sterling. Na ninaamini vibaya mno. Kwa sababu kwanza hata wale chama langu na nimeshawaambia na mimi nawapeleka kwa Kwani Musa. Huko kwenye mafuta. Wakifika tu hapa nawapeleka kwa Kwani Musa. Kizinga lile